Naam, hii ni Student Connect na hapa tupo katika maeneo ya Ubungo Plaza katika tamasha la Jipange University Tour, na hapa nipo na naibu waziri wa chuo cha takwimu, anaelezea kuhusiana na elimu ambayo tumeipata katika siku hii ya leo. Naibu waziri, mambo vipi? Fresh, inakuaje? Naibu waziri, kwanza kabisa ningeomba kwanza ujitambulishe kwa ufupi sana. Naam, kwa majina naitwa Hamisi Farijala Nyoni, ndiye naibu waziri wa mambo ya nje chuo cha takwimu Mashariki mwa Afrika, lakini ni katibu hamasa VCCM takwimu. Mmejifunza kuhusiana na elimu ya fedha kwa wanafunzi wa chuo kikuu. Pengine tungetamani kufahamu kuna umuhimu gani kwa wanafunzi wa chuo kupata elimu kuhusiana na elimu ya pesa? Kuna umuhimu kwa sababu vijana wengi wakishapata fedha wanakuwa na mihemko. Unakuta kwa mfano sisi tunapata boom ambao tunapata laki 6 ambao kwa serikali imetutengea budget maximum mwanafunzi kwa siku tumie 10,000. Lakini mwanafunzi anashinda kuimanage ile pesa. Unashindwa kutumia kwa matumizi sahihi ile pesa. Kwa sasa elimu kama hizi wanazotupa za mafunzo namna gani tunaweza kwenda kumanage pesa zetu, inakuwa inamrahisishia mwanafunzi hata ukimaliza chuo unakuwa na kitu cha kufanya mtaani. Na kuna changamoto gani kwa wanachuo kupata elimu kuhusiana na masuala ya fedha? Kwanza kuna changamoto kubwa. Kwanza wanafunzi hawafikiwi. Hawafikiwi kwa nini? Hao wataalamu, hizi event zinatokea mara chache sana. Ushaona? Kwa hiyo sasa unakuta kuna wanafunzi wengine ambao hawasomi masomo ya kifedha kama IFM, wale ambao wanasoma takwimu kule, hawasomi masomo ya namna gani ya kutunza pesa, si ndio? Namna gani ya kuwekeza, si ndio? Lakini leo wanafunzi wamekuja hapa Ubungo Plaza, wamekutana na wataalamu mbalimbali, wameweza kukutana na watu wa UTT, watu wanaweza kuwekeza huko pesa, si ndivyo? Mwisho wa siku akishamaliza chuo, wakishamaliza masomo yao, wana kitu fulani cha kuanzia katika maisha yao, sio? Lakini ndio hivyo. Pia kitu kingine, kitu gani ambacho ungekishauri kifanyike kuhusiana na elimu ya fedha kwa wanafunzi wa chuo kikuu? Asante. Kwanza ushauri wa kwanza naishauri serikali. Kwa sababu sisi hapa tupo chini ya serikali. Naishauri serikali katika mitaala yao waweke baadhi ya masomo ambayo yanahusiana na namna gani ya kumanage fedha, si ndio? Katika kozi zote vyuo vikuu. Ushaona? Hata kama mtu unasoma IT, basi kuwepo na labda moduli ambayo inazungumzia uhifadhi au utunzaji wa fedha, mambo masuala ya kiuchumi, ili mwisho wa siku wanafunzi wakipata boom wanaweza kalitumia vizuri, basi na kutumia kwa hovyo afu mwisho wa siku wanakuja kupata taabu, lakini wakitumia vizuri wanatengeneza future yao kwa namna nzuri zaidi. Lakini pia tungetamani utueleze katika swala la elimu ya pesa, unadhani wanafunzi wa chuo kikuu kitu gani cha msingi ambacho wanapaswa kujifunza kuhusiana na elimu ya fedha? Katika kitu ambacho cha msingi zaidi ambacho wanafunzi wa vyuo vikuu wanatakiwa kujifunza kuhusu elimu ya fedha, kwanza ni utunzaji wa fedha. Cha kwanza, utunzaji wa fedha. Wawe na matumizi na utunzaji wa fedha mzuri ili ziweze kuwasaidia baadaye, si ndivyo? Lakini cha tatu, wajikite katika kuwekeza. Umeona, katika elimu ya fedha tumefundishwa uwekezaji, si ndio? Leo mimi nikachukua pesa nikaenda kuwekeza labda CRDB, si ndio? Au UTT, si ndio? Nikiweka laki 1, let's say napata boom laki 6, nikaweka laki 1, nikaja tena nikaweka laki 1, mwisho wa siku mpaka namaliza mwaka wa 3, mwaka wa 4, mwaka wa 5, najikuta na mtaji wa kutosha, nitaanzisha biashara, mwisho wa siku nitaanza kurudisha deni lao ambalo wananidai. Pia umezungumzia kuhusiana na swala la uwekezaji kwa wanafunzi wa chuo kikuu. Unadhani biashara zipi ambazo wanafunzi wa chuo kikuu wanaweza wakajiwekeza na wakapata faida? Biashara? Kwanza biashara za hisa. Benki mbalimbali zinauza hisa. Kwa mfano CRDB leo naweza nikaamua kununua hisa labda 100 CRDB, si ndio? Labda let's say CRDB hisa moja wanauza kwa shilingi 500 au 1000, si ndio? Kwa nikinunua hisa 1000, manake siku nikija nikitaka kuziuza zile hisa ninaingiza laki 1, si ndivyo? Kwa hiyo cha kwanza tuwekeze katika kununua hisa katika makampuni mbalimbali. Tukinunua hisa katika makampuni mbalimbali, sio tu kujiwekea kwamba mazingira mazuri ya kupata pesa baadaye kuwa na pesa nyingi, bali unakuwa ni miongoni mwa wamiliki. Kwanza ni sehemu ya heshima kwanza kununua hisa katika kampuni. Ndio. Let's say mimi nikanunua hisa CRDB. CRDB naimiliki pia, nitaitwa ni miongoni wa wamiliki wa benki ya CRDB.
Naam, swali la mwisho naibu waziri. Naam. Naomba uzungumze kitu chochote kwa watazamaji ambao kwa sasa wanakutazama kuhusiana na elimu ya fedha kwa wanafunzi wa chuo kikuu. Kuhusu elimu ya fedha. Naam. Elimu ya fedha ni miongoni mwa elimu za kipekee sana, ni muhimu sana. Naam. Kwa sababu katika maisha ya sasa kila kitu ni pesa. Kila kitu ni pesa. Yaani sasa hivi kila kitu ni pesa. Tofauti na miaka ya zamani tulikuwa tunafanya bidhaa kwa bidhaa, biashara za bidhaa kwa bidhaa. Lakini sasa hivi kila kitu ni pesa. Kwa hiyo kila mtu anahitaji apate elimu ya fedha ili aweze kujiendesha kimaisha. Kwa sababu miongoni mwa sababu ambazo watu unakuta wanachanganyikiwa mtaani, wanachanganyikiwa kimaisha, wanapoteza direction, ni kutokupata elimu ya fedha. Unaona? Mwisho wa siku maisha yanakuwa magumu sana. Kwa nini? Unakosa principle. Si ndio? Unakosa kanuni sahihi za utunzaji wa fedha na usimamizi wa fedha. Mheshimiwa, nikushukuru sana kwa kushiriki. Asante sana. Naitwa Hamisi Nyoni kutoka Chuo cha Takwimu Mashariki mwa Afrika. Karibuni sana Chuo cha Takwimu Mashariki mwa Afrika. Chuo cha Takwimu Mashariki mwa Afrika ni chuo sahihi, ni chuo kizuri, kinatoa kozi mbalimbali za takwimu. Asante sana.